La kwanza kabisa ni kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Na kama ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ningependa wanachama wenzangu kabisa wajue na wachukulie na kutilia maanani kwamba inatakiwa katika kauli zetu, katika maneno yetu, katika matendo yetu, tuyachukulie mambo taratibu. Na tuyachukulie taratibu kwa sababu tunataka, inapendeza wanachama wakiendelea kuungana, kuwa kitu kimoja, kuwa na mshikamano, kufanya maamuzi ya pamoja kwa maslahi mapana ya chama chetu, lakini na mkoa wetu na watu wetu kwa jumla. Kwenye Chama cha Mapinduzi, na hasa niweke msisitizo katika mkoa wetu, tujue tu wote kwamba chama kina taratibu zake za kufanya mambo, kufanya maamuzi, kutoa maelekezo, kushirikisha wanachama, kushirikisha watu mambo yanayoonekana kwamba ni ya msingi katika maisha yao ya kila siku, au hata ikiwa yanahitajika kwa ajili ya uchaguzi ambao uko mbele yetu. Sasa kwa kuwa chama kina taratibu na zinatakiwa kuzingatiwa, ikitokea kwamba baadhi ya wanachama hawazifahamu taratibu hizo, tuna maandiko mbalimbali ya chama. Tunayo katiba ya chama, tuna vitabu vya kanuni mbalimbali, kanuni za uongozi, kanuni za maadili, kanuni za uchaguzi. Vitabu ni vingi sana, hata ilani ya uchaguzi. Kwa hivyo ni vizuri tukajielekeza kwenye kujua hizo taratibu kupitia katika maandiko mbalimbali yaliyotolewa na chama chetu, ikiwa pia ni pamoja na maelekezo ya viongozi wakuu wa chama, mwenyekiti mwenyewe wa chama chetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na katibu mkuu na wengine viongozi wakuu waliopewa dhamana na chama chetu, ili tuenende taratibu zinavyotakiwa kwa mujibu wa chama chetu. Ikiwa hutapata nafasi ya kuzijua hizo taratibu zinazopaswa kuzingatiwa katika chama kwa ajili ya kusema mambo, kutenda mambo, au kufanya maamuzi ya mambo fulani fulani kule kwenye vitabu, huna nafasi, basi kuna vikao halali vya chama ambavyo viko kikalenda, viko vya kikatiba, viko vya kikanuni. Huko ndiko maamuzi yanakotolewa na maelekezo kwa wanachama katika muundo wa chama chetu, lakini hata kufikia umma. Kwa hivyo nilikuwa nataka nisisitize hili jambo la kuzingatiwa na msisitizo kuwekwa katika maamuzi ya mambo kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili ni usemaji. Chama kina wasemaji. Kuna viongozi wakuu wa chama katika ngazi ya mkoa, wamepewa dhamana na chama, wamepewa dhamana na viongozi na wanachama wenzao, wamekuwepo katika nafasi hizo, na viongozi hawa ndio wanaosema kwa ruksa au kwa maelekezo ya chama. Kwa hivyo sio kila mmoja tu mwanachama anaweza akasimama akaamua akasema jambo lenye athari kwa wanachama au kwa chama, kwa sababu wakati yeye sio msemaji. Kwa hivyo nisisitize kabisa kwamba usemaji wa chama unafanyika na wasemaji wa chama. Katika ngazi ya mkoa, msemaji mkuu ni mwenyekiti, lakini hawezi kwenda kusema tu hivi, atakuwa ameshirikiana na viongozi wenzake wakuu, mjumbe wa halmashauri kuu, katibu wa mkoa, lakini hata wakati mwingine na kamati ya siasa. Hapo ndipo tunapata kitu cha kusema, cha kuambia wanachama na kuambia na kusema
kwa maslahi mapana ya chama chetu. Kwa hivyo nilipenda kabisa tunapokwenda katika uchaguzi ulioko mbele yetu tuweze kuzingatia hayo ili kuleta utulivu, kuleta amani, kuleta usalama, na sio kila mtu anasema tu. Maanake unaweza ukasema tu ukaenda kinyume na inavyotakiwa, au ikasemekana hujasema kwa sababu wala sio wajibu wako, sio kazi yako. Kwa hivyo tujirudi sasa katika mstari ambao unatakiwa ili kila kitu kinakwenda katika taratibu. Nilipenda pia niseme kwamba katika kipindi hiki kumekuwepo na tumeshuhudia matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Huko kama watu wanajitokeza na kutumia, ni kweli kuna uhuru. Kuna uhuru wa kusema, kuna uhuru wa maoni, kuna watu, kuna uzalendo, kuna ukereketo ambao unaweza ukakereketwa, au ushabiki ambao wakati mwingine umepindukia. Sasa katika mazingira kama hayo unaweza ukapeleka mambo kule kwenye mitandao ya kijamii alafu ukakosea. Ukikosea kuna kuwepo na hatari ya kuchonganisha watu, hatari ya kuleta migongano, hatari ya kuzusha mambo ya uongo, hatari ya kuimarisha makundi kinzani ndani ya chama chenyewe. Kwa hivyo hatari ni nyingi sana. Kwa hivyo mimi nitumia nafasi hii kama msemaji wa chama katika mkoa kuwaelekeza wanachama wenzangu na viongozi katika mkoa wetu kwamba tutumie kwa uangalifu, kwa nidhamu, kwa heshima na kwa kujali maslahi mapana ya chama. Mitandao ya kijamii yasitumike vibaya alafu tukajivuruga katika kipindi hiki ambako kuna kazi kubwa za kufanywa vile vile. Kwenye mitandao ya kijamii vile vile unaweza ukaandika vibaya ikawa unamwandama mtu, unampiga mtu. Sasa kama wewe una tofauti zako binafsi na mtu, usitumie kofia au mwamvuli wa chama alafu isemekane kwamba chama ndicho ambacho hakimtaki huyu. Hapana, itakuwa ni wewe, sio chama. Kwenye utaratibu wetu, chama chetu hiki ni kimbilio la wanachama wote. Hatuna ubaguzi wa aina yoyote, hatuna chuki. Wote wanachama wote ni sawa na wanatendewa haki sawa. Kwa hivyo kama utakwenda kusema kwa hiari yako, kwa mawazo yako, kwa maoni yako mwenyewe, huo ni msimamo wako binafsi na wala sio wa chama. Kwa hivyo chama kisieleweke ikitokea mazingira kama hayo. Kwa mfano, viongozi wapo madarakani tayari, madiwani wetu wapo, wabunge wetu wapo, wanatokana na chama chetu, bado wapo kwenye kipindi chao cha madaraka mpaka chama kitakaposema au mpaka ratiba au taratibu utakaposema hapa ndipo mwisho. Sasa kwenye hiki kipindi ni wao. Sasa kama ni wao, ndicho chama kinachojua. Sisi tunafahamu hivyo. Kama wewe hujui, hayo ni ya mtu binafsi.